Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu, na wasalimu katika jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Heri ya mwaka mpya. Mpendwa mtazamaji, napenda nikukaribishe kwenye channel yetu ya Yoshi Testimony TV, maana yake ushuhuda wa Yesu. Hii ni channel ambayo inafundisha neno la ufalme wa mbinguni hapa duniani. Mpendwa mtazamaji, karibu ulipokee neno la Mungu na uliruhusu lifanye kazi katika maisha yako kila siku, sawa sawa na yasemavyo maandiko. Neno letu au somo letu la leo linahusu, ni somo namba 44 katika mfululizo wa masomo yetu kutoka kwenye waraka kwa Waebrania, na lina kichwa kisemacho onyo la 6 kuhusu kumkataa yeye anenaye. Hii inatoka katika sura ya 12 mstari wa 25 mpaka wa 29. Mpangilio wa somo letu utakuwa kama ifuatavyo. Tutakuwa na utangulizi mfupi, alafu baada ya utangulizi utaanza kuangalia maudhui ya onyo lenyewe kwa kuangalia mistari moja moja kuanzia wa 25 mpaka wa 29. Sasa tunafika kwenye mwisho wa sura ya 12 na mwandishi kwa ujumla anahitimisha hoja yake ya msingi. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, hoja ya msingi ya mwandishi wa waraka kwa Waebrania imekuwa ni kuwaeleza au kuwaonya Wakristo wa Kiebrania kwamba hawapaswi kugeuka kutoka kwa Yesu na kurudi kwenye dini yao ya zamani. Amewaomba na amewasihi wamkazie macho Kristo, wasikilize sauti yake na kubaki waaminifu na watiifu. Na hilo ndio lilikuwa somo endelevu tangu mwanzo mpaka sasa. Anasema Mungu anasema nao kupitia mwanawe Yesu, wamsikilize, wamwamini, wamtii, na watamaliza safari yao ya kwenda mbinguni kwa ufanisi. Sasa pamoja na maelezo ya kina aliyotumia mwandishi katika kujenga hoja hii, vile vile amekuwa anatoa maonyo ambayo yanaonyesha hatari za kumwacha Kristo na kuchukua kitu kingine ambacho kinaonekana labda ni rahisi. Na kwa ndugu zetu hawa Waebrania, kitu rahisi kilikuwa ni kurudi kwenye dini yao ya zamani ambayo ilikuwa inakubaliwa kwenye utamaduni wao, na kwa hiyo kukwepa mateso ambayo yalikuwa yanatokana na kufata dini ya Kikristo. Kwa kifupi, mpaka sasa tumeona maonyo 5 na la leo ni la 6. Onyo la kwanza tulikutana nalo katika sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4, ambapo mwandishi aliwaonya Wakristo wa Kiebrania wasidharau ule ufunuo nao ulioletwa na Yesu, ufunuo wa Mungu kupitia mwanawe ambao ni ujumbe wa wokovu. Matokeo ya kudharau ujumbe huu ni kukosa wokovu. Kwa hiyo alimalizia onyo lake hilo la kwanza kwa kusema kwa maneno yafuatayo: tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Kwa hiyo ilikuwa ndio onyo la kwanza, kwamba wasikilize kwa makini ujumbe wa wokovu ambao umefunuliwa kupitia Yesu. Onyo la pili tulikutana nalo katika sura ya 3 mstari wa 7 mpaka wa 12. Hapa aliwaonya kwamba watakaposikia sauti ya Mungu wasifanye mioyo yao migumu kama waliofanya babu zao kule jangwani. Nafikiri tunakumbuka hiyo simulizi ya Wanaisraeli jangwani, ambao licha ya kupewa maagizo ya kuenda nayo kimaisha katika safari yao na katika nchi ya ahadi, wenyewe walifanya mioyo migumu, hawakumwamini Mungu, na matokeo yake hawakuokoka au hawakufika na kurithi nchi ya ahadi.
Kwa hiyo alikuwa anawaonya na Wakristo wa Kiebrania wasiwe na mioyo migumu. Na alimalizia ile onyo kwa kusema maneno yafuatayo: usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Kwa maana nyingine kwamba wasipomwamini Mungu wanakuwa wanajitenga naye, na kwa hiyo hawataokoka, hawatafanikiwa. Onyo la tatu ambalo linazidi kuwa kali kidogo, tuliona kutana nalo katika sura ya 6 mstari wa 4 mpaka wa 6. Hapo mwandishi aliwaonya wa kanisa zima la Waebrania kwamba kwa wale waliokwisha kupewa nuru na kuwa washirika wa Roho Mtakatifu, alafu wakaamua kujitoa na kurudi nyuma au kuanguka, kwa maneno mengine, haiwezekani kuwafanya upya tena mpaka wakatubu, kwa kuwa wanamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao. Kwa hiyo alikuwa anawaonya wale ambao walikuwa wameshakubali ujumbe, wameusikia ujumbe, wameukubali, wameamini, lakini kwa sababu wanazozijua wao wameamua kutoka. Na kama tulivyoelezwa, sababu kubwa ilikuwa ni mateso ambayo yalikuwa yanatoka katika jamii hiyo. Kwa hiyo aliwaambia wakifanya hivyo haitakuwa rahisi au haitawezekana kuwafanya upya ili watubu, na kwa hiyo ni kama wamepotea. Onyo la 4 tulikutana nalo kwenye sura ya 10 mstari wa 26 na wa 27. Na lenyewe lilikuwa ni mwendelezo wa onyo la 3. Mwandishi aliwaambia hao Waebrania kwamba kwa wale wanaojua ukweli wa Injili ya Kristo na kuendelea katika dhambi ya makusudi, watapata adhabu kubwa zaidi kuliko wale waliokuwa wanavunja Torati ya Musa. Na kwa kifupi ni kwamba watapata mateso ya milele katika ziwa la moto. Kwa hiyo adhabu yao inakuwa kubwa kuliko ya babu zao ambao walikuwa kwa sababu moja au nyingine wanavunja sheria ya Torati. Kwa hiyo ilikuwa ni onyo la 4. Na onyo la 5 tumekutana nalo katika sura ya 12 mstari wa 15 mpaka wa 17. Na hili lilihusu kutothamini neema ya Mungu. Mwandishi kwa kifupi alikuwa anawaeleza kwamba wameokolewa kwa neema, na ni kwa neema ya Mungu wanaishi, na ni kwa neema ya Mungu wataweza kumaliza safari yao ya hapa duniani kwa ufanisi. Kwa hiyo aliwaambia kwamba wanapoacha kuthamini neema ya Mungu na kukimbia au kuishi kwa nguvu zao wenyewe, wanakuwa kwenye hatari ya kushindwa kabisa na kujitoa kwenye mbio ambayo ni kurudi nyuma na kuanguka. Na kwa hiyo aliwaambia waendelee kuithamini neema ya Mungu katika safari yao ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo hayo ni maonyo 5 ambayo mpaka sasa mwandishi ameyatoa katika kuonyesha hatari ya kuacha Ukristo na kurudi kwenye dini yao ambayo walikuwa wanaona ni rahisi kwa sababu ilikuwa haina mateso. Kwa hiyo maonyo hayo 5 yanahusu kusikia sauti ya Mungu, kuiamini na kuitii. Na yamesimama katika ukweli wa kwamba Mungu huwa anazungumza na watu wake, au Mungu anazungumza na watoto wake wa kila wakati. Inawezekana akawa hazungumzi kuhusu mada ambayo tunaona kwamba ni ya maana akilini mwetu kwa wakati fulani, lakini ukweli ni kwamba Mungu anaongea au anazungumza na watu wake wakati wote. Labda kama wewe ufunui Biblia yako na kuisoma, unaweza ukasema sijasikia Mungu anaongea na mimi,
au siku hizi sisikii sauti ya Mungu. Lakini Mungu huzungumza kwanza kabisa kupitia neno lake, na hakuna muamini anayeweza kusema sijasikia kutoka kwa Mungu hivi karibuni, au Mungu asemi nami siku hizi. Unachotakiwa kufanya ni kutumia muda katika neno la Mungu. Swali ni je, utamsikia na kuitikia sauti yake? Hilo ndio swali ambalo linaenda na onyo la leo. Sasa hebu tusome mistari ambayo itatuongoza katika hili somo. Ni kuanzia mstari wa 25 mpaka wa 29. Nitasoma. Angalieni msikatae yeye anenaye, maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyewaonya juu ya nchi, zaidi sana hatutaokoka sisi tukijiepusha na yeye atuonyaye kutoka mbinguni, ambaye sauti yake ilitetemesha nchi wakati ule, lakini sasa ameahidi akisema, mara moja tena nitaitetemesha si nchi tu bali na mbingu pia. Lakini neno lile mara moja tena ladhihirisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa, kama vitu vilivyoumbwa, vitu visiweza kutetemeshwa vikae. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usiweza kutetemeshwa, na muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho, maana Mungu wetu ni moto ulao. Kwa hiyo haya ndio maneno ambayo yanafanya ili onyo la 6 na la mwisho katika waraka kwa Waebrania. Tukianza na mstari wa 25 ambapo kimsingi ni kusema unaonyesha kwamba Mungu ananena kama tulivyoona tangu sura ya kwanza. Mwandishi anatoa onyo la mwisho kwa wale wanaofikiria kugeuka kutoka kwa Kristo. Kama tulivyosema ndio ilikuwa hoja yake ya msingi katika waraka kwa Waebrania. Anataka waelewe kwamba Mungu ananena na watu wake kupitia mwanawe kwa sasa. Hii tuliiona katika sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili, na sasa tumeiona katika sura ya 12 mstari wa 24 ambapo tumeambia kwamba damu ya mwanawe inatunenea mema. Lakini swala ni je, wanamsikiliza au tunamsikiliza? Au tumekuwa kama wana wa Israeli kwenye mlima Sinai ambao walishindwa kumsikiliza Mungu, wakaziba masikio yao na kumwambia Musa, sikiliza wewe alafu utakuja kutuambia. Na tunakumbuka kwamba Musa alipokwenda mlimani kuchukua zile amri, alikuta wameshafanya mambo yao wenyewe, wameshatafuta Mungu mwingine aliyewatoa, wanayosema ndiye aliwatoa Misri. Kwa hiyo tunaweza kuona tatizo la kumkataa au kukataa kumsikia yeye anenaye. Kwa hiyo katika mstari huu mstari wa 25 tunamwona tena mwandishi akiendelea na kawaida yake ya kujenga hoja ya kulinganisha kati ya kitu bora na kitu kisicho bora, kitu dhaifu na kitu chenye nguvu, ambayo tumekuwa tunaiona katika sura zote tulizopitia. Hapa analinganisha kile kilicho dhaifu ambayo ni yale yaliyotokea katika mlima Sinai, na kile kilicho bora ambao ni uzima wa milele, ambao katika somo lililopita au masomo yaliyopita tuliona inawakilishwa na mlima Sayuni. Anatoa mfano wa wana wa Israeli ambao Mungu aliwapa maagizo ya Agano la Kale pale mlima Sinai, lakini wao waliendelea kumkataa muda wote wa safari yao, na matokeo yake waliangamia au hawakuokoka. Kama tunavyojua, katika watu wazima waliotoka Misri na zaidi ya miaka 20 ni watu wawili tu, Joshua na Caleb, ambao waliweza kuingia nchi ya ahadi. Kwa hiyo
Sasa mwandishi anasema kama aliwahukumu watu hawa waliosikia maonyo ya Mungu juu ya nchi, yaani waliosikia maagizo yao hasa yalikuwa ni namna ya kuishi katika safari na namna ya kuishi wakiingia nchi ya ahadi, ili hatimaye Mungu awape pumziko lake. Lakini walishindwa. Itakuwaje sasa kwa Wakristo wa Kiebrania na sisi ambao tumesikia ujumbe mkuu ulioletwa na mwanawe aliyemwaga damu yake isiyo na hatia kwa adhabu kwa kila mwenye dhambi atakayemwamini? Kusikia ujumbe huu mkuu kutoka mbinguni unaohusu wokovu na uzima wa milele, na bado tukaendelea na dhihaka, kejeli na kumkataa yeye anenaye, ni kujitakia adhabu kubwa zaidi. Kwa hiyo analinganisha hivi vitu viwili: adhabu waliopata wale ambao walisikia maonyo juu namna ya kuishi duniani na kwenye nchi wanakokwenda, ili hatimaye Mungu aweze kuwapatia pumziko. Lakini sisi tumeshapatiwa uzima wa milele kwa dhambi zetu kulipiwa na damu ya mwanawe Yesu. Sasa tukiendelea katika uasi au ubishi au kutosikia, adhabu yetu itakuwa ni kubwa zaidi. Na hii ndio hasa na ndio onyo la pili, sura ya pili mstari wa kwanza na mpaka wa 3, na sura ya 3 mstari wa 16 na mpaka wa 18. Kwa hiyo baada ya hapo sasa mwandishi amekuja kwenye hali ya Mungu katika kutoa onyo hili. Mwandishi anasema katika mstari wa 20 kwamba Mungu aliponena pale mlima Sinai, mlima ulitetemeka. Hiyo tuliona katika somo lililopita. Na sasa ananukuu unabii wa Hagai kuhusu Mungu kuzitikisa mbingu na nchi. Iko kwa Hagai sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 7. Hebu tusome hii mistari miwili. Hagai sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 7. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi: mara moja tena baada ya muda mfupi nitazitikisa mbingu na dunia, bahari pia na nchi kavu. Nitatikiza mataifa yote, nao watakuja na utajiri wa mataifa yote, nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Maneno haya ya nabii na Hagai yanahusu tunaloita kwa maneno ya kawaida mwisho wa dunia utakavyotimizwa Yesu atapokuja mara ya pili kuhukumu ulimwengu. Tetemeko la nchi na mbingu ni mojawapo ya dalili za siku ya Bwana au siku ya hukumu, kama inavyoelezwa kwenye maandiko kadhaa. Hapa ningeomba nikupe tu maandiko matatu ya kukupa picha. Moja ni Isaya sura ya 2 mstari wa 19 mpaka wa 21, Isaya sura ya 13 mstari wa 13, na Yohana sura ya 6 mstari wa 40. Yanaeleza kuhusu siku ya Bwana. Hii ni siku ambayo kila kiumbe hapo ulimwenguni kitapitia. Na mwandishi anasema anaona ni vizuri tukaishi na tukilijua hilo, kwamba iko siku ambayo Bwana Yesu atarudi na kuhukumu ulimwengu wote. Sasa mtikisiko utakaotokea ambao umeelezwa katika mstari wa 27 ni kwamba vitu vyote vionekanavyo, nchi kavu, bahari, mbingu, viumbe vyote vitatikiswa na kuchekechwa, na vitakavyobaki ni vile visivyotetemeshwa, yani ufalme wa mbinguni au ufalme wa Mungu na wale waliomo ambao ni wa milele. Kwa hiyo wewe kama uko kwenye ufalme wa mbinguni, ni dhahiri kwamba siku hiyo au tetemeko hili halitakutetemesha.
utabaki imara. Sasa katika kitabu au Injili ya Mathayo sura ya 24 mstari wa 7 mpaka wa 8, Bwana Yesu alitabiri nyakati zitakavyokuwa kabla ya siku hii kufika. Na nafikiri hiyo inaweza ikawa kitu ambacho tungependa kujua tu kwa aina fulani. Tasoma mistari hii miwili. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme, na kutakuwa na njaa na matetemeko ya ardhi mahali popote. Lakini haya yote ni mwanzo wa utungu wa kuzaa. Hivyo basi, tunapo dalili za mambo haya yaliyotajwa katika hii mistari miwili, sisi tuliokolewa tunapaswa kuelewa kwamba ni uchungu wa kuzaliwa wa matukio yajayo. Kwa maneno mengine ni kwamba siku ya Bwana inaweza kuwa inakaribia. Mwanamke anapopata uchungu wa kujifungua, ni kama hali inamwambia kwamba huu ujauzito wako unakaribia kufika mwisho. Na ujitayarishe kwa sababu mtoto anakuja hivi karibuni. Vivyo hivyo, matetemeko makubwa ya ardhi, vita na ghasia ulimwenguni ni ishara kwamba tukio kubwa linakaribia kutokea. Kwa hiyo siku moja hivi karibuni Mungu atazungumza na dunia na mbingu zote zitatetemeka kama ambavyo hazijawahi kutetemeka hapo awali. Maandiko yanasema mbingu zitatoweka kwa kishindo, vitu vya asili vitaharibiwa kwa moto, na kila kitu duniani kitawekwa wazi. Vitu vinavyotuzunguka vitatoweka. Ni siku ya hukumu kwa wasioamini na ya ukombozi kwa wale wanaoamini, ambao tumesema hawatatetemeshwa, watabaki. Kitakachobaki kama nilivyosema hapo awali ni ufalme wa Mungu na wale waliomo ndani ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tukijua hili, kwa sababu kusikia sauti ya Mungu kutatufanya tutambue hili. Sasa swali ni kwamba tukijua ukweli huu, jibu letu linapaswa kuwa nini? Nini tunapaswa kufanya? Mwandishi anatoa jibu ya swali hili katika hitimisho katika mstari wa 28. Anasema hivi: basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Anasema haya akimaanisha kwamba kwanza tunajua kuhusu Mungu na agano letu, na ya kwamba tumepokea ufalme huu kwa imani, na kwa sababu hauwezi kutikiswa na chochote katika ulimwengu huu. Hii ni kitu tunajua. Na kama tunajua, basi tuishi kulingana na baraka hiyo kwa shukurani. Yaani hayo ndio anasema tuwe na neema. Tumshukuru Mungu kwa kutuingiza katika ufalme wake. Hivyo tuishi kulingana na baraka hiyo kwa shukurani. Yaani mwandishi amesema tuwe na neema kwa kile tulichopewa. Hii ni kwa kutambua kwamba baraka kuu tulizo nazo katika Agano Jipya zinapatikana kwa neema ya Mungu. Tusiruhusu ulimwengu uingie na kuvuruga ujasiri wetu hata katika mateso, kwa sababu mbili muhimu. Kwanza kabisa, wokovu wetu ni kwa neema pekee, kupitia imani pekee katika Kristo pekee, na hiyo haibadiliki, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Lakini tusiruhusu mambo ya dunia, ikiwemo mashinikizo ya wenzetu, usumbufu, tamaa za mwili, tamaa ya fedha, kutufanya tusahau utajiri wetu wa mbinguni. Kumbuka katika sura ya 10 mstari wa 34, mwandishi alizungumzia Wakristo wa Kiebrania walivyokuwa kwa wakati fulani wakifurahi kupitia mateso, kwa kuwa walijua
nafsini mwao wana mali iliyo njema zaidi na idumuyo. Kwa hiyo basi tusiruhusu mateso au vitisho dhidi yetu kutufanya tuwaogope wale ambao hawawezi kuingia katika ufalme ambao tutaishi milele. Tusiruhusu magonjwa, mahusiano mabovu na upweke kutufanya tusahau kwamba Mungu anaishi kwa ajili yetu na ndani yetu, na yuko tayari kutukaribisha kwenye ufalme siku zijazo. Tusiruhusu uongo wa adui utufanye tukatae kumsikiliza Mungu ambaye huwa anazungumza nasi kuhusu ukweli huu. Kwa hiyo tusikatae yeye anenaye, make ni kwa kweli na ananena na sisi kila wakati. Jambo la pili, tumtolee anavyosema, tukiwa tunajua hayo yatakayotokea, tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza. Tumpe Mungu ibada yetu inayokubalika, na tufanye hivi kwa shukrani, kwa hofu na heshima. Tuishi kwa shukrani kwa kile kitakachokuwa chetu milele, na tuishi kwa shukrani kwa imani tuliyopewa kwa kile Kristo alichofanya msalabani, kwa mambo ambayo ni ya hakika na ya milele. Kwa hiyo chukua mtizamo wa Kristo nawe kila mahali, kwamba ingawa Kristo alikuwa na kila kitu, alikiacha ili aweze kumtumikia babake kwa utii. Na sisi tuishi maisha ya namna hiyo. Maisha yetu yote yawe ni dhabihu inayokubalika kwa Mungu. Na kwa sababu Kristo alitii, Baba alimfufua akamtukuza na kumpa kila kitu. Amekaa mkono wake wa kuume huko mbinguni. Na tufanye hivyo kwa kutambua kwamba, mstari wa 29, maana Mungu wetu ni moto ulao. Mwandishi anamaliza onyo lake la mwisho kwa kuwaasi wa Ibrania, na sisi vile vile waendelee kumtumikia Mungu kwa uaminifu, na wajihadhari wasigeuke, wasije wakajivutia hukumu ya Mungu. Mungu wetu ni moto ulao. Na kama kuna Wakristo wengine wanafikiri kwamba Mungu wetu sio kama Mungu wa Agano la Kale, sio Mungu wa hukumu, hilo ni kosa. Mungu wetu ni moto ulao kama alivyosema. Kwa hiyo tukigeuka, tukakataa kusikia sauti yake anaponena na sisi, tutahukumiwa. Tayari Wakristo walikuwa wa Kiebrania walikuwa wameona rehema na neema ya Mungu katika Kristo, lakini walisahau kwamba hukumu yake itamwangukia yeyote anayeasi. Kwa hivyo basi, tusiache safari yetu katika Kristo na mbio zetu za imani. Tuendelee kuwa waaminifu na kumtumikia Mungu ili tufike mwisho na kuirithi kuzirisha ahadi za Mungu. Kwa hiyo hilo ndio onyo la 6. Tumsikie Mungu wetu, tusikie sauti yake, tumwamini na tumtii ili tuweze kuupata uzima wa milele. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kama hujamgeukia Yesu kutoka dhambini kwa ajili ya wokovu, sasa wakati wa kufanya hivyo ndi sasa. Hebu tambua uvumilivu na upendo wa Mungu katika kukuvuta kwenye toba na katika imani kwa mwanawe. Wokovu katika Kristo hautoi tu njia ya kukwepa hukumu ijayo, bali pia huleta kusudi katika maisha yako na tumaini la milele. Utaishi maisha yenye kusudi lililo wazi, na utakuwa na tumaini la maisha ya milele na Mungu wako. Kama umefanya uamuzi wa kutubu sasa, naomba tusali pamoja sala ifuatayo. Bwana Yesu, nimelisikia neno lako kuhusu hukumu ijayo. Mimi nakiri ni mwenye dhambi.
ninatubu na naomba unisamehe dhambi zangu zote. Futa jina langu kutoka kitabu cha hukumu na kuliandika katika kitabu cha uzima. Naomba uwe Bwana wangu na uniongoze milele. Naomba haya yote katika jina lako tukufu. Amina.